Ni bara la kwanza duniani kwa idadi kubwa ya raia wake ambao ni vijana. Imekuwa kama desturi katika hotuba za viongozi wengi, utasikia tu vijana taifa la kesho ama vijana nguvu za kesho. Lakini nguvu hizo zakabiliwa na matatizo chungu nzima unapotembelea kwenye uwanja wa nchi nyingi. Vipi kukabiliana na changamoto hizo? Ni hali hiyo iliyopelekea kufanyika hapa mjini Bujumbura mkutano uliowaleta pamoja vijana takriban 300 kutoka nchi zaidi ya 40 za Afrika kwa kutaka kujua utaratibu na njia na mipangilio kuwezesha vijana hao wa Afrika kubuni taifa la kesho lilokuwa nzuri na salama na lenye nguvu na kazi. Nimewaarifu vijana wafuatao. Huyu hapa ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nifahamishe unaitwa nani? Naitwa Amani Kamanda Jack. Niko coordinator wa kikundi ya vijana DRC na niko kijana shujaa wa AJAP DRC Kongo. Asante. Wapili ndiye muasisi wa AJAP. Nifahamishe unaitwa nani? Naitwa Nsengimana Erike, ni mwakilishi wa AJAP kina Afrika. Ili kwa vipi paka uandae kongamano kama hili na ufanikiwe kuwakusanya vijana wa kiasi hii kutoka Afrika? Silikuwa sahihi, lakini nimeona ni vema tuchague kukutana vijana wa Afrika ili tupate na jibu kwa kongamano ambayo tunao kwenye Afrika, na vijana vya Afrika tuna shida nyingi sana. Nimeona ni vema tukutane pamoja ili tupate na jibu kwa katika shida mbalimbali ambazo tunazo kama vijana vya Afrika. Ilikuwa fimbo gani ya maajabu uliyoitumia kwa kukusanya vijana zaidi ya 300? Unaona, vijana 350 ambao tunao hapa kwenye hii hoteli Panoramike, nimekusanya kutoka kwa nchi mbalimbali kwa juu. Hakuna kazi kwenye vijana wa Afrika, wanagombana, kuna migombano na mivurugano kwenye Afrika. Kama isikuwa Burundi ni Rwanda, kama isikuwa Rwanda ni DRC, kama isikuwa DRC ni Tanzania, kama isikuwa Tanzania ni Mali. Mnajua iliyotokea Mali kwa siku zilizopita, na sasa hivi tumeendelea kusaidia hao, na vijana hao wao wanafungwa, wengi wao wakatupa mashule, wengi wao wakatupa nchi zao, kazi zao zikapotea hivyo, na hiyo ikasababisha kama vijana hatuwezi kuendesha uchumi wa nchi na hatuwezi kuendesha uchumi wetu ili tupate kesho nzuri kama vijana. Naam, kijana wetu watatu ambaye ni mshiriki, nifahamishe ni unaitwa nani na ni kutoka nchi gani? Langu jina ni Rashid Mwinyi Rashid kutokea Zanzibar, Tanzania. Nipo hapa kujumuika na vijana wenzangu wa Kiafrika kuweza kujadili mambo tofauti ambayo yanatukuta sisi vijana na vipi tunaweza kuyatatua. Rashid, nipe sura ya hali ya harakati za vijana katika kukabiliana na matatizo yanayokabili vijana huko Zanzibar. Vijana wameamka kwa kiwango kikubwa sasa, kwa sababu wanajua umuhimu wao katika kuleta maendeleo ya nchi yao pamoja na Afrika kiujumla na kidunia kiujumla. Wamekuwa wakijijumuisha katika shughuli mbalimbali za maendeleo ambazo zinaweza kuwakomboa wao katika nyanja za kiuchumi, kijamii na kisiasa pia. Ni hao washiriki wetu watatu, na mimi naitwa Hamida Isa, DW Bujumbura. Nirudi kwako Zaki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Harakati za vijana huko, kuna swala la amani zikoje? DRC Kongo swala za amani kabisa ziko, na vijana wanajitoa zaidi kwa ajili ya mambo ambayo inahusu. Wanaangalia nchi, wanaangalia mambo ya kiuchumi, na wanasema kwamba nchi haiwezi kuwa na amani kabla wao kuingia ndani. Kabla wao kutumika nchi haiwezi kuendeleka. Ndio kwa maana wa vijana huko Kongo kabisa wanajitahidi, wanatumika. Na kikundi kama na hiki ambacho Eric Sengimana amefanya hapa Bujumbura, hiki ni ambacho hakijawahi kufanyika hapa kwa West Africa kwetu. Yeye ameifanya, analeta mainchi mbali ili tudadiliane sisi kama vile vijana, tutoshe mazungumzo, tutoshe ma resolution
kwa ajili ya vijana wote wa Afrika ni ya muhimu sana, na hii itasaidia Kongo, vijana wa Kongo kama vile wanaamka kila siku, na ninawaza kwamba itawaamsha tena zaidi kuliko leo. Bwana Eric, wewe mwandalizi wa mkutano huu wa Bujumbura, swala kubwa la vijana Afrika na hasa hapa nchini kwetu Burundi ni ukosefu wa kazi, ajira. Mnapanga nini kuwaelimisha vipi waikae wanaisubiri serikali, ama mnaikusudia nini hasa? Asante sana kwa hilo kwa hilo swali. Ni swali kubwa sana katika vijana vya Afrika. Kama mnavyosikia na mnavyosema na mnavyojua, vijana wengi hawana kazi, na vijana wengi wanatumiwa na wanasiasa sana, wakapitishwa kwenye makosa mengi, na ndiyo hiyo tumesema vijana tuseme stop, tusome simamisha kwa kutumikisha vijana kama watumishi wenu kwa vitu ambavyo si vizuri. Na hivyo tumeandaa kuhusikana na kazi kwa juu. Shirika letu ni shirika ambalo lina lengo ya kubadilisha mind ya vijana, alafu tukasema ni lazima sisi tufanye kitu kama vijana. Tuko wengi kwenye Afrika, lakini wengi wao wanasema maserikali wafanye hiki ili tutoke kwenye hii migogoro. Lakini nami nimeona si vema tuseme serikali fanya hivi, lakini tumesema sisi kama watu ambao wamesha badilika tufanye kitu, tukasema tutie fedha za vijana pamoja, alafu hizo fedha zitasaidia watu kupata financial ya kuendesha project zao, na hiyo itasaidia sana. Imeshaanzika hapa Burundi, tumeshatumia kila kitu ambacho ili ikue. Vijana wengi wameitiwa na wengi wao wamesha contribute. Kwa hiyo fedha ya uchumi wa vijana hiyo tulianza hapa Burundi, lakini haijaanza na code na vitu vinginevyo. Tuko tunaomba usili iendeshwe hapa Burundi, na hivyo tumeita vijana mbalimbali kwa juu tumeona sio Burundi tu hiyo shida ambazo tunazo Tanzania, tunazo Kongo, tunazo na mahali mbalimbali. Ni lazima tufanye kazi pamoja, tuchange mchango kama sisi pamoja, alafu tuendeshe uchumi wa nchi za Afrika. Ndio sababu tumekuja hapa tuongee macho kwa macho, alafu tuangalie kitu ambacho kitawezekanavyo ili tuendeshe nchi za Afrika si wote pamoja. Eric, nchi za Afrika nyingi zinakabiliwa na ukosefu wa pesa. Vipi au vijana wakibuni hiyo miradi, hizo project, wakibuni hiyo miradi, udhamini watatoa wapi pesa, watatoa wapi ili waweze kutekeleza yale wanayokusudia? Pesa ni sisi wenyewe vijana ambao tumechanga hapa Burundi. Kila kijana anatoa 5,000 kwa akatia kwenye hiyo account, na wengine kutoka nchi mbalimbali tutaongea, mtaweza mkatoa aje ili tupate fedha za kusaidia hao vijana. Asante. Tuelekee huko visiwani Zanzibar. Hali hiyo ya harakati, unasema wamejipanga vizuri, Rashid. Harakati zao zinaenda vipi hasa kukabiliana na swala la ukosefu wa kazi? Kama tunavyojua kwamba sio tu Zanzibar ama Tanzania ama Kongo ama nchi nyingine kwamba kuna tatizo la upungufu wa ajira, lakini tunaliona hili kuwa ni tatizo kubwa sana kwa nchi za Kiafrika, na hata baadhi ya muda nchi ambazo zimeendelea watu hulalamika kukosa ajira. Kinachofanyika sasa kwamba vijana wanatakiwa waweze kusoma kwa lengo la kazi ziwatafute wao, na sio wao wanatafuta kazi. Kwa hiyo vijana wameanza kutambua kwamba umuhimu wao wa kusoma sasa si tu kwa lengo la kupata taaluma na kuweza kusubiri serikali ziweze kuwaajiri,
lakini wanachotakiwa wao waweze kusoma, halafu kazi ziwe zinawatafuta kutokana na ule uwezo mkubwa ambao wako nao, ambao wameupata darasani, waweze kuunganisha na yale mambo ambayo yanaweza wao kuyafanya ikawapelekea waweze kupata chochote. Kuna masuala mbalimbali ya ujasiriamali ambao wanaweza kufanya. Kwa mfano, umesoma masuala ya TEHAMA, yani IT, communication technology. Sasa unaweza ukaanzisha mambo yako tofauti ili kuweza kujinasua na hili janga la ukosefu wa ajira, kwa sababu linawaudhi sana watu na linapelekea vijana kuweza kujiingiza katika masuala tofauti. Wanajiingiza katika utumiaji wa madawa ya kulevya, wanajiingiza katika uhalifu wa aina mbalimbali. Kwa hiyo vijana wakielewa umuhimu wao, wakielewa kwa nini wanatakiwa wasome na waweze kupata ajira, basi wanaweza kufanya kitu kizuri zaidi, na wanapokuwa madarasani watakuwa wanajua lengo la kuwa darasani, kwamba lengo si tu kusoma kwa ajili ya kupata elimu, lakini ni kusoma na kuweza kuitumia elimu ili kuweza kuwakomboa hao vijana katika maisha yao ya kila siku. Asante sana Rashidi. Makala ni vijana tukutuke kutoka DW naelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Bukavu. Mji wa Bukavu kuna huu msemo, vijana taifa la kesho. Unaona kweli hali ilipo, vijana ni taifa la kesho, ni nguvu za umma kesho. Kongo Bukavu, kama vile unavyoisema, vijana tumekataa leo kwamba wanaweza kusema vijana ni wao watajenga nchi kesho. Kwa nini ikuwe kesho? Kwa nini sikuwe leo? Vijana wiko tayari kutumika. Vijana wamesema kwamba wao hawapendi kuitwa wa kesho, waitwe wa leo. Ndio kwa maana tulikutana hapa. Kazi, majukumu iko nyingi Bukavu, iko nyingi Kongo. Alafu kituita kwamba sisi kwa vijana wa kesho, ni nani anatujengea leo? Ndio kwa maana Kongo Bukavu tunakatala kwamba watuite vijana wa kesho. Tuko wa vijana wa leo, tuko wasuja, tunatumika na tuko na haja tubebe Kongo mbele. Tunasoma, tuna elimu, alafu kwa nini tuwe wa kesho? Asante. Kabla ya kumaliza makala yetu ya vijana tukutuke, naelekea kwa Bwana Eric. Kijana Eric, upi utakuwa ushauri kwa vijana wengine ambao bado kidogo wameduaa, bado hawajawa na uamko kama hawa uliowaleta hapa? Utawaambia nini vijana wengine? Nawaambia kama wafuate wengine kwa jua vijana wa Afrika tumesimama ili tuendeshe uchumi wa Afrika, na situkose mtu abaki nyuma, na situkose kijana wote. Tunataka si wote tukue pamoja ili tuendeshe uchumi wa Afrika pamoja. Rashidi, nini neno lako la mwisho kwa kumaliza? Neno langu la mwisho nitatoa kwa vijana, viongozi na jamii kiujumla. Nitaanza kwa vijana. Vijana ni lazima watumie nafasi hii kuhakikisha kwamba wanaingia katika serikali na wanaingia katika sekta zote za maisha ndani ya nchi, kwa sababu ukiangalia unaona kwamba mtu anasema kijana ni taifa la kesho, lakini ikifika kesho kwamba mimi kijana tayari nimezeeka, sitoweza kufanya kazi. Na napenda kuambia viongozi wa nchi za Afrika, lakini sio tu Afrika, dunia nzima kiujumla, kwamba vijana ni lazima wajumuishwe katika sekta zote za serikali na binafsi, ili waweze kutumia nguvu zao na waweze kutumia kile ambacho wamekisoma kutoka madarasani. Asante sana, tunafurahi sana kuwepo hapa Bujumbura, na tunaahidi kwamba yale ambayo tumeyazungumza tutaweza kuyafanyia kazi katika nchi zetu. Utawaambia nini vijana wengine ambao wanasikiliza makala ya vijana tukutuke? Ninawaita kwamba wajiunge na vijana wa Bujumbura, sababu nimekuta Bujumbura kwamba vijana wiko mbali kabisa zaidi. Kama unamkuta Eric Sengima, president wa AJAP, yeye anafika kiwango ya kuita vijana wote wa Afrika ukikao kama na hiki. Ndio kwa maana mimi naita wa Kongo, wa Afrika nzima na wa nje kujiunga na AJAP, kujiunga na Eric, kujiunga na vijana wote ili waende mbele. Ni kusoma ili dunia iende mbele, si kurudisha nyuma.
Asanteni. Hadi hapo wapendwa wasikilizaji wa DW, tumefikia mwisho kabisa wa makala hii ya vijana tugutuki ambayo imeandaliwa kutoka hapa jijini Bujumbura. Wameshiriki vijana wetu ambao wako katika kongamano la vijana kutoka barani Afrika. Ni zaidi ya 300 wako hapa mjini Bujumbura. Mimi naitwa Hamida Isa, ni DW Bujumbura.